Katika kile ambacho inaonyesha kanisa Katoliki limepuuza mwaliko wa Rais Donald Trump, Papa Leo wa 14 amekataa mwaliko rasmi wa kuhudhuria sherehe za miaka 250 ya uhuru wa Marekani na badala yake amechagua kwenda kwenye kituo cha kupokea wahamiaji haramu kwenye kisiwa kidogo kilichopo nchini Italia. Aidha, Vatican mnamo siku ya Alhamisi iliweza kutoa taarifa rasmi kwamba Papa Leo wa 14 atakuwa katika kisiwa cha Lampedusa, kisiwa kidogo kilichopo Italia katika bahari ya Mediterania, ambacho kinatumika kama sehemu ya lango kuu la waomba hifadhi wanaotoka Asia Magharibi na Afrika Kaskazini kuelekea bara la Ulaya katika jitihada za kukimbia umaskini, mateso, migogoro na vitisho vya vita katika nchi zao. Kiufupi, Papa Leo wa 14 alikuwa amealikwa nchini Marekani kuhudhuria hafla ya kuadhimisha miaka 250 ya uhuru wa Marekani ambayo itafanyika mnamo tarehe 4 mwezi wa 7. Aidha, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alikuwa amemkabidhi Papa Leo wa 14 mwaliko huo mnamo mwezi wa 5 mwaka 2025, akimkaribisha Papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani kushiriki katika sherehe ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani. Aidha, tangazo la Vatican la ziara ya Papa Leo wa 14 huko Lampedusa limekuja siku chache baada ya Vatican kukataa hadharani mwaliko wa Rais Donald Trump kujiunga na mpango wake wa bodi ya amani kwa ukanda wa Gaza. Aidha, Vatican haitashiriki kabisa katika baraza la amani la Gaza ambalo aliweza kuliunda Rais Donald Trump. Kiufupi, Rais Donald Trump anapanga kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani kwa kufanya sherehe kubwa na ya kuvutia zaidi duniani. Aidha, kitanabaisha lengo lake ni kwamba Rais Donald Trump anahitaji kuonyesha ukubwa wa taifa la Marekani duniani na mahala popote ambapo jina la Marekani litakapotajwa basi ionekane kwa vitendo. Katika hali ya kuguswa na madhira wanayowapata wahamiaji wakiwa majini, badala ya Papa Leo wa 14 kushiriki katika maadhimisho ya uhuru wa miaka 250 wa Marekani, atapiga magoti pamoja na wahamiaji akiwaombea maelfu ya wahamiaji wanaotafuta hifadhi katika kutafuta maisha yaliyo bora, ambao wengi wao waliangamia na kufariki baada ya boti zao kupinduka katika safari ya hatari kuvuka bahari ya Mediterania.